Na wiki hili tumekuwa na maombi na tunaendelea na maombi kwa ajili ya kuombea taifa letu la Tanzania. Na siku ya jana tulisimama kama makuhani kwa ajili ya taifa letu, kwa ajili ya kuomba rehema. Na leo basi tutasimama tena kwa ajili ya kuomba amani kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda kuomba amani kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Amani ni muhimu sana ndani ya taifa letu la Tanzania. Tunahitaji amani, tunahitaji utulivu ndani ya taifa hili la Tanzania. Na nani awezaye kulifanya taifa hili kuwa na amani? Ni Mungu tu, Yesu Kristo, ambaye Biblia imemtaja yeye wazi kwamba ni mfalme wa amani. Na hata Biblia ilisema wazi kwa habari ya kuzaliwa kwake, ya kwamba Yesu Kristo amezaliwa na kwamba dunia imeijiliwa na amani. Kwa Yesu Kristo, yeye ambaye ni mfalme wa amani, ambaye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, ndiye ambaye aweza kusababisha amani ndani ya taifa hili. Ndiye ambaye aweza kusababisha sisi wa Tanzania tukaishi maisha ya amani. Amani inahitajika sana. Pasipo amani hatuwezi kufanya kitu chochote. Pasipo amani hatuwezi kuwa na uhuru wa kuabudu. Pasipo amani hatuwezi kuwa na uhuru wa kufanya shughuli mbalimbali za maendeleo. Pasipo na amani hatuwezi kuendelea kuhubiri Injili. Tunahitaji amani. Leo tuende kwa mbele za Bwana, tumuombe Mungu kwamba Mungu, tunahitaji taifa letu liwe na amani na lidumu kuwa na amani. Na sababu yoyote ya kusababisha kutoweka kwa amani ndani ya taifa hii tuikatae kabisa. Katika muhtasari wetu wa maombi, nafikiri uko pale kwa wale ambao hawana simu za mtelezo. Maombi yetu yako pale. Naomba mashemasi mchukue muweze kuwapatia wale ambao watahitaji kuangalia muhtasari wetu wa maombi. Leo tunakwenda kuomba kwa habari ya amani. Omba amani katika nchi ya Tanzania. Mwalimu wetu na mchungaji wetu kiongozi ametoa maelekezo mazuri kabisa na mistari mingi ameiweka hapo. Naamini wale ambao waliweza kupata nafasi ya kupitia katika mistari hii, kwa sababu tunapokwenda mbele za Bwana kwa maombi tunasimamia neno la Mungu. Na kwa hiyo basi maombi yetu ya leo yameambatanishwa na mistari mingi ya neno la Mungu, lakini mimi nitaiangalia michache, halafu moja kwa moja tutaingia katika maombi yetu ya kuomba amani. Mstari ambao huwa ninaupenda sana na huwa ninausoma mara kwa mara, na mwalimu wetu na mchungaji wetu kiongozi ameweka katika mtasari wetu wa maombi, ni kitabu cha Isaya sura ya 29 katika ule mstari wa 7. Yeremia 29 mstari ule wa 7. Biblia inasema, kautakieni amani mji ule ambao nimewafanya mchukuliwe mateka, mkauombee kwa Bwana, kwa maana katika amani yake mji huo ninyi mtapata amani. Nitarudia tena, kautakieni amani mji ule ambao nimewafanya mchukuliwe mateka, mkauombee kwa Bwana, kwa maana katika amani yake mji huo ninyi mtapata amani. Na mstari wa 11 unasema, maana najua mawazo ni wawaziayo ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona katika andiko hili takatifu, nabii wa Bwana au Mungu kwa kumtumia nabii wake Yeremia aliwaambia wana wa Israeli
walipokuwa wamechukuliwa mateka katika nchi ya Babeli, kwamba pamoja na kwamba mmechukuliwa mateka katika nchi hii ya Babeli, lakini imewapasa kuitakia amani Babeli, kwa sababu Babeli itakapokuwa na amani ndipo na ninyi mtakuwa na amani. Mara nyingi nimekuwa nikisema ya kwamba wenzetu walikuwa katika nchi ya utumwa, walichukuliwa mateka, lakini bado Mungu kwa kumtumia nabii wake akawaambia ya kwamba mnatakiwa kuombea mji huo ambao mmechukuliwa mateka, kwa sababu kwa amani ya mji huo ndipo na ninyi mtakuwa na nini jamani? Mtakuwa na amani. Sisi tuko katika nchi yetu ya Tanzania. Sisi hatuko katika nchi ya ugeni. Sisi hatuko katika nchi ya utumwa. Tuko katika nchi yetu sisi wenyewe. Na kwa maana hiyo ni rahisi sana kuiombea Tanzania amani. Wenzetu walikuwa katika nchi ya utumwa, ilikuwa ni ngumu. Kwa nchi ambayo uko unaishi, unagandamizwa, unafanyiwa mambo ambayo sio mazuri, haufanyiwe mambo kama mkazi wa nchi hiyo, na bado Mungu anakuambia uiombee amani, uitakie amani. Lakini bado Mungu aliwaambia waiombee Babeli, waitakie amani. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi nimesema ni rahisi kwetu kuiombea amani Tanzania, kwa sababu ni nchi yetu. Sisi ni wazaliwa wa Tanzania. Sisi ni raia wa Tanzania. Tuiombee amani. Tuombe Mungu atupe amani, kwa sababu Tanzania ikiwa na amani ndipo na sisi tutakuwa na nini? Na amani. Ndipo na kanisa litakuwa na amani. Ndipo na kanisa litaendelea kuhubiri Injili. Ndipo watoto wetu watasoma vizuri mashuleni. Tunahitaji amani. Bwana asifiwe. Tunahitaji amani. Mungu ndiye ambaye anaweza kutuamlia nini? Kutuamlia amani. Kwa leo twende mbele za Bwana, tumuombe Mungu kwamba Mungu, katika taifa hili sisi tunahitaji amani. Na madam neno lako linasema wewe Mungu hautuwazii mawazo mabaya. Katika hiyo Yeremia anasema mawazo ninayowazia sio mawazo mabaya, maana najua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani na wala si mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaiwazia Tanzania mawazo yaliyo mazuri na wala sio yaliyo mabaya. Maadamu kanisa tumesimama katika zamu yetu na katika nafasi yetu kutubu kwa ajili ya taifa letu, kulia na kuomboleza ili Mungu aweze kuirehemu Tanzania. Ninaamini kabisa Mungu anaiangalia Tanzania kwa jicho la huruma na la rehema. Na hata sasa tuende tena mbele za Mungu, tuungane na Watanzania wenzetu ambao usiku na mchana hawalali, wanaomba amani kwa ajili ya taifa hili la Tanzania. Kwa hiyo na sisi leo kwa dakika hizo chache twende mbele za Bwana, tumwambie Mungu tunaomba amani. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana pia katika kitabu kile cha Timotheo wa kwanza sura ya 2 ni mstari ambao pia huwa tunauangalia sana, tunausimamia sana. Mtumishi wa Mungu kwa ufunuo akasema ya kwamba kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, ili tuishi maisha ya utulivu na nini? Na amani. Tunahitaji utulivu na amani. Kwa hiyo tunatakiwa tuombe ili Tanzania iwe na utulivu, ili Tanzania iwe na nini? Ili Tanzania iwe na amani. Itakieni nchi ya Tanzania amani, na watu wa nchi hii tupate amani na nini? Na utulivu. Bwana Yesu asifiwe. Muombe Bwana aiamuru amani juu ya taifa, kwa sababu ambaye anaiamuru amani juu ya taifa ni Mungu yeye mwenyewe. Kipengele kingine kinasema ya kwamba amani ni tunda la haki. Omba haki itamalaki katika mihimili yote mitatu. Omba haki itamalaki katika mihimili yote nini? Katika mihimili yote mitatu. Nataka tuangalie kidogo pale
katika kitabu hicho cha Isaya 32, alafu tuendelee hapo. Tutaomba haki ionekane katika serikali yetu, haki ionekane katika bunge, na haki ionekane katika mahakama zetu. Katika Isaya 32 mstari wa 17 unasema, na kazi ya haki itakuwa amani, na kazi ya haki itakuwa amani, na mazao ya haki yatakuwa ni utulivu na matumaini daima. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kazi ya haki itakuwa ni amani. Mahali palipo na haki, mahali ambapo haki inatendeka, ndipo mahali ambapo amani inatawala. Mara nyingi haki isiposimama, mara nyingi haki isipotendeka, inasababisha kutoweka kwa amani. Kwa hiyo tumuombe Mungu kwamba haki itawale ndani ya nchi yetu ya Tanzania, na haki itakapotawala ndipo tutakuwa na utulivu, ndipo tutakapokuwa na amani. Basi tumuombe Mungu tunapoenda mbele za Bwana, tuombee bunge letu, kwamba haki ionekane ndani ya bunge letu, katika mihimili yetu hii ya dola, kwamba haki ionekane katika serikali na haki isimame katika mahakama. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hao waushikao upanga watende nini? Watende haki. Maana yake ni watawala. Tuombe pia kwamba watawala wetu wafanye nini? Wafanye haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Napenda pia kusoma katika kitabu cha Warumi, tamalizia hapo sura ya 13, ili tunapoenda kuwanyanyua watawala tusimame vizuri kama makuhani. Warumi sura ya 13. Warumi sura ya 13. Tuangalie pale kwa pamoja. Najua ya kwamba inawezekana mwingine umesha kupitia, lakini si vibaya tukiangalia kwa pamoja. Kila mtu anaitii mamlaka iliyokuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo imeamriwa na Mungu. Hivyo amwasie mwenye mamlaka ushindana na agizo la Mungu, na washindanao watajipatia hukumu. Kwa maana watawalao hawatishi watu kwa sababu ya matendo mema, bali kwa sababu ya matendo mabaya. Basi wataka usimwogope mwenye mamlaka, fanya mema, nawe utapata kwake sifa, kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu kwa ajili ya mema. Lakini ufanyapo mabaya ogopa, kwa maana hauchukui upanga bure, kwa kuwa ni mtumishi wa Mungu, amlipizaye kisasi mtenda mabaya kwa ajili ya ghadhabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Biblia inaendelea kutuambia kwamba tunatakiwa kuitii kila mamlaka, na kwamba mamlaka inatoka kwa Mungu, na kwamba wenye mamlaka wanawekwa na Mungu, na wao wanawekwa ili wapate kuisimamia haki. Wanawekwa ili kwamba wapate kusimamia mema. Wanawekwa ili kwamba wapate kusimamia matendo mema. Kwa hiyo ni vizuri sana kuwaombea wale waliowekwa kwenye mamlaka, ili kwamba wasimame sawasawa na mapenzi ya nani? Na mapenzi ya Mungu. Wakaisimamie haki, wakaisimamie mambo yaliyo mema. Kwa hiyo tuombe pia kwa habari ya watawala wetu, ili waweze kutenda nini? Waweze kutenda haki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo moja kwa moja, wakati tunaenda mbele za Bwana, mwambie Roho Mtakatifu, kwa sababu wakati mwingine unaweza usijue ninaombaje. Lakini mwambie Roho Mtakatifu, ninaomba unisaidie kuomba amani kwa ajili ya taifa langu la Tanzania. Na Roho Mtakatifu ni mwaminifu sana, atakubeba katika maombi hayo. Neno la Mungu linasema kwamba yeye Roho Mtakatifu ambaye anaomba sawasawa na mapenzi ya Mungu atatusaidia kuomba kwa kuugua kusikoweza kufanya nini? Kutamkika. Katika kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 26 anasema, kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na yeye aijuaye mioyo aijua nia ya Roho, hivyo kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Bwana asifiwe.
Mwambie Roho Mtakatifu, nisaidie kuomba kwa ajili ya amani ya taifa langu la Tanzania. Roho Mtakatifu, nisaidie kuomba kwa ajili ya serikali yangu. Roho Mtakatifu, nisaidie kuomba kwa ajili ya bunge. Roho Mtakatifu, nisaidie kuomba kwa ajili ya mahakama. Roho Mtakatifu, nisaidie kuomba kwa ajili ya watawala katika nchi yangu ya Tanzania. Ninaomba tusimame tafadhali. Nyosha mikono yako miwili juu.